Kuna jinsi unaweza ukawa mtii. Utii uko kwenye maeneo mengi. Unaweza ukatia kimungu au katia kishetani. Wote ni utii. Lakini hapa tunachokitazama leo ni utii katika neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo somo andika utii katika kuliweka neno la Mungu moyoni mwangu. Zaburi 119. Peleka macho yako kwenye mstari wa 9. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Anauliza halafu anatoa majibu. Amina. Ni kwa kutii. Halafu sio kutii tu, akifanya nini? Akilifuata neno la Mungu, ndipo anaweza akawa salama. Ndipo anaweza akawa tofauti na vijana wengine. Ndipo anaweza akawa na mtazamo tofauti, akawa na fikra tofauti, akawa na mwenendo tofauti. Haleluya. Kwa hiyo kijana akitaka kukaa vizuri, akitaka kuwa na heshima, sharti ni hilo tu. Amina. Kwa jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii, halafu akilifuata neno la nani? Neno la Mungu. Mahala pengine amesema neno lako ni taa ya nini? Na mwangaza. Hicho tu. Sasa ukiona anaishi tofauti, halafu ni wa kanisani na anajitambulisha kwa jina la kanisani na anajitambulisha kwa jina la Ukristo, lakini formula ya maisha yake ni tofauti na kila anasema, na haijalishi ana position gani za utumishi kanisani, na unamfahamu kwa vile ambavyo unamfahamu wewe. Kikikosekana kitu hicho, anakuwa mtu wa kawaida na anaweza akafanya chochote, wala usishangae. Baba, tusaidie sana. Wana wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa. Utii ni nini? Tumewahi kuelezwa habari za utii mara nyingi, na tutaeleza tu kidogo. Kuna jinsi unaweza ukawa mtii. Utii uko kwenye maeneo mengi. Unaweza ukatia kimungu au katia kishetani. Wote ni utii. Lakini hapa tunachokitazama leo ni utii katika neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo somo andika utii katika kuliweka neno la Mungu moyoni mwangu. Utii sio hiari. Kwenye utii hakuna majadiliano. Kwenye utii hakuna maafikiano. Wakisema kesho msitoke ndani, wakatangaza na kitakachotokea mkitoka, sharti lako ni kutii tu, ili kusikupate kila ambacho wamesema. Kwa hiyo hata kama ndani huna unga, yani lazima tu ukae wapi? Na ole wako utoke. Kuna ile mikusanyiko ambao wanasema tii sheria bila shuruti. Wale jamaa wanawapa dakika 5, tusione mtu hapa.
Sisi tunaoshinda huko kwenye vurugu ndo tunajua. Sasa ole wako ujifanye ni mgumu. Kwa unatakiwa utii tu ili usikabiliane na hicho ambacho wamesema watakifanya. Kwa hiyo kwenye utii hakuna chaguo. Haleluya. Utii. Nimesema utii ni nini? Namba moja, utii ni kufanya jambo pasipo hiari yako. Utii. Utii. Namba mbili, kufanya jambo ambalo sio kutaka kwako. Haraka. Namba tatu, kufanya jambo lisilo chaguo lako na kulifanya kuwa chaguo lako. Yaani hutaki, lakini unalazimika ufanye, na ikiwezekana uishi hivyo kama la kwako. Naomba nitoe mfano huu. Ndugu yangu Caston, njoo. Simama hapo hapo. Halafu nakuomba ukae chini kabisa. Huyu jamaa wakati ametoka nyumbani hakupanga kuja kukaa hapo. Unaelewa? Sawa na wa Mungu Hakupanga kuja kukaa, wala sio utaratibu wa kanisani aje akae hapo chini. Na kile kiti alichokaa yawezekana amechagua kukaa kwenye kiti kile. Inawezekana kama amekuta kuna uchafu amekisafisha ili akae. Baba apewe sifa. Jamani, amina wana wa Mungu. Amina watakatifu. Haleluya. Lakini kuonyesha utii, nimesema utii ni kufanya jambo ambalo sio chaguo lako. Amen. Wala sio jambo ambalo kwako wewe wakati fulani lina faida, lakini kwa sababu ya utii unalazimika kufanya hivyo. Kwa wale ambao ni watii sasa, wakati tunaendelea, kichwani kwako tuendelea kutazama wewe ni mtii kwenye nini? Yaani wewe ni mtii kwenye eneo lipi? Maana kinyume cha utii ni kiburi, ni dharau. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa kwenye utii kuna faida, na kutokwa na utii kuna hasara. Tukasema kule kwamba wakisema msitoke ndani, usitoke, au wenye mamlaka. Kwa hiyo unakubali kukaa ndani, sio kwa shauri lako wewe, ila kwa shauri la hao. Unatii hicho walichosema hao. Amen. Tunapokuja kwenye habari ya Mungu, tunalazimika kutii hilo neno la Mungu ili tuwe salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu ndugu kama angekataa hapo, fasiri yake ni kwamba hana utii. Baba tusaidie sana. Ndio fasiri yake. Sasa kwa mtu ambaye unajua una mamlaka kwenye eneo fulani, unapotoa amri au maelekezo ukaona watu hawafanyi, au watu utawatazama vibaya, na utajiuliza kwa nini hawatii. Na kama kuna vitu ungetarajia kuwafanyia hao, kuna saa unasubiri uone wametii. Baba tusaidie sana. Baba tusaidie sana. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ni kwa kufanya nini? Na kulifuata. Sasa huyu ndugu ametoka pale akaja, hiyo ni moja, na hakujua anakuja kumwambia nini. Hapa anakutana na jambo lingine ambalo nadhani kwenye akili yake halikuwepo kabisa. Najua hivyo, na sijamueleza hicho kitu.
Sije ukasema tumepanga tufundishe. No, sijamwambia kabisa. Hii inadhihirisha utii. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndugu Castro, Mungu akubariki. Mpigie makofi kwa ajili ya utii. Sasa ukiona mtu bado ni mtu ana kiburi, hata ukisema haelewi, na hasa kwenye eneo la kimungu, elewa tu utii kwenye neno la Mungu hamna. Na usianze kumwambia unajua wewe umeokoka. Sasa kuokoka kwa nini? Wewe unamuona ameokoka. Haleluya. Lakini ndani yake hajalifuata hilo neno katika kulitii. Kwa hiyo utahangaika na huyo mtu. Baba tusaidie sana. Lakini kwa nini lazima tuwe watii? Kwa nini lazima tuwe watii? Kwa nini lazima tuwe watii? Nasema ni jinsi gani kijana isafishe njia yake. Ni jinsi gani huyu mwanamke aisafishe njia yake. Ni jinsi gani huyu mwanamume aisafishe njia yake. Yaani huyu mama awe tofauti na wamama ambao hawajaokoka. Kusema kwake awe tofauti, kuishi kwake awe tofauti, mwenendo wake uwe tofauti. Ni jinsi gani huyu baba awe tofauti na wababa ambao hawajaokoka. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo usije ukaona ameandika vijana ukatolea macho vijana. Zaburi 19 mstari wa 10. Kwa nini tuwe watii? Hapa anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisifanye nini? Nisikutende dhambi. Hakuna kitu kinaweza kufanya usitende dhambi, hakuna. Ila ni hicho tu. Kuliweka neno wapi? Moyoni. Moyo ni kama lichombo fulani kwa mwanadamu. Lina vitu vingi humo. Mungu wetu atusaidie sana. Moyo ni lichombo. Sasa anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Lakini kwa nini nimeliweka neno lako? Ili nisije nikafanya nini? Nikakutenda dhambi. Hivyo moyo ambao ndani yake hakuna neno la Mungu, halijawekwa neno la Mungu, tarajia kuona vitu vya kishetani vikitoka kwenye huo moyo. Tunasema hata kama ni mtu wa kanisani. Wala usishangae, narudia. Na hajarisha na miaka mingapi kwenye wokovu. Nikasema hajarisha na lenki ipi kwenye utumishi wake kanisani. Haijarishi. Na hapa ndipo ambapo iko vita. Kwa sababu kuna sana neno la Mungu linasema kile ambacho kwenye maisha yako unadhani kina faida. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, sijaweka kitu kingine. Na dhumuni kubwa la kuweka neno lako moyoni mwangu ili nisikutende dhambi. Kwa hiyo ukiona bado unaishi maisha ya dhambi, shida iko moyoni. Wala shida sio kwamba kanisa, shida iko moyoni, ndio kuna shida. Yaani kuna vitu umevitanguliza moyoni vikakaa, halafu neno halina pa kukaa. Kwa likiingia linadunda. Na kati fulani likiingia kuna vitu wewe umeweka hiki ni cha maisha yangu, umekiweka moyoni nkaa kimekaa. Lakini neno likija katika mkutadha wa kukitoa kile kilichoko katika moyo, unasema hiki ni cha kwangu. Yaani hii tabia ni ya kwangu kabisa. Siwezi kuacha. Kwa hiyo matokeo utayaona na jamii itayaona pia.
na hakuna uzuri wa dhambi. Baba tusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Namba moja, lazima tuliweke neno la Mungu ndani ya mioyo yetu ili tusije tukamtenda Mungu dhambi. Haleluya. Okay, kazi za neno la Mungu ndani ya mtu ziko nyingi. Humfanya mtu awe tofauti kabisa na watu wengine. Humfanya mtu awe tofauti kabisa na watu wengine. Yaani mtu aliyeliweka neno la Mungu ndani yake likakaa, hilo neno huwa linamfanya awe tofauti kabisa na watu wengine. Tofauti. Rumi 12:2. Wala msifatishe namna nini? Namna ya dunia hii. Tukasema neno la Mungu ndilo linaweza likakufanya uwe tofauti na watu wa dunia hii. Utabaki unafanana nao tu kwa sababu wewe ni mweusi kama wao, lakini vile vinavyotoka ndani yako, ule uhalisia wa maisha ambayo unaishi ni tofauti. Lakini pia hutuondolea tabia zote za kale. Hutuondolea tabia zote za kale. Yaani mtu aliyeokoka akaliweka neno la Mungu ndani yake, akalifuata, hilo neno huondoa tabia zote za kale. Zinaliondoa. Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 13. Anasema ingawa hapo kwanza nilikuwa nani? Mtu wa duniani. Anajisema huyu, lakini hiki anachokisema ni baada ya neno la Mungu kuwa limeingia ndani yake, akaliweka, likaanza kumtofautishia mifumo ya waliookoka na mifumo ya watu ambao hawaja okoka. Likaanza kumwelekeza kwamba huku uliko, maisha ya huku yako hivi, unatakiwa uwe hivi, unatakiwa uwe hivi, unatakiwa uwe hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, wana wa Mungu. Jamani, amina watakatifu. Sasa hii ni tofauti kabisa na mtu ambaye hajawa mtii kwenye neno la Mungu, kisha kalibeba akalitia ndani yake, likakaa, likaanza kufanya kazi. Na ndivyo asilimia kubwa wengi wetu iko hivyo. Sasa anazungumza, nilikuwa mtukanaji, lakini kutukana kuna mapana. Kwa hiyo huyo ndugu anajipambanua kwa sababu kuna neno liko ndani yake ambalo linamfanya ajitazame kama kioo. Anazihesabu hatua zake, hata kwa rohoni anapokaa anajitafakari. Hivi nilikuwa hivi, nilikuwa hivi, nilikuwa hivi, nilikuwa hivi. Kwa sababu ya neno la Mungu limekaa ndani yake, limekaa, limetulia. Sasa neno la Mungu linakuwa maisha yake. Ndipo anaanza kujikumbuka, nilikuwa hivi. So neno la Mungu ndilo linaloweza kutubadilisha sisi. Hakuna kingine kinaweza kikambadilisha mwanadamu kwa habari ya kukaa vizuri na Mungu. Hakuna. Neno la Mungu ndilo linatupa akili na ufahamu na maarifa na hekima kwenye kila kitu. Wakati ulimwengu unakurupuka na kuendea vitu fulani hivi, lakini neno la Mungu limekaa ndani yako, unapokea maelekezo kwamba hiki kimekuja, lakini wewe hakikufai. Ni kwa sababu una neno la Mungu. Lakini kama hauna neno la Mungu, wewe unakwenda ulimwengu unavyoenda tu. Ndio maana bado makanisani kuna wararushwa wakubwa. Na hapa hatuzungumzii kushika maandiko. Hapana. Tunazungumzia neno la Mungu kukaa ndani ya mtu, likafanya kazi, akaliishi hilo neno la Mungu, ndipo unaona matokeo yanatokea kwenye maisha ya huyo mtu. Hatuzungumzii kushika maandiko. Yohana 3:16 inasemaje? Halafu ukasema tu kwa kinywa, no, sio hicho.
Wanaofanya uovu mwingi, wengine wanatumia mpaka maandiko. Lakini kwa nini watumie maandiko? Na hayo maandiko ni neno la Mungu. Ni kwa sababu ni maandiko tu wanayasoma, lakini ndani halimo hilo neno. Neno hamna, ila andiko analo. Mungu wetu atusaidie sana. Mungu wetu atusaidie sana, wana wa Mungu. So, kwenye neno la Mungu tunahekimika. Anasema mpate kujua yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwenye neno la Mungu, sio nje hapo. Mpate kujua jinsi ambavyo inawapasa kuenenda. Ndio maana anasema hapo mwanzo nilikuwa mimi mtukanaji. Amejisema kwenye hilo eneo. Lakini hapo kwanza wewe ulikuwa nani? Hapo unajijua. Ndio wakati tunazungumza neno la Mungu, fanya research tu kwenye maisha yako. Yaani hapo ulipokaa ulikuwa nani? Ulikuwaje? Ulikuwa na tabia zipi? Na kuna watu bado tabia ni ile ile. Na unajijua tabia ni ile ile. Kwa Mkristo ambaye amejituni kukaa kwenye neno la Mungu, maisha yake yanabebwa na neno la Mungu. Maisha yake yote hana chaguo kinyume na neno la Mungu. Anaongozwa na hilo na linamtambulisha. Iko shida tulipofikia. Nasema kama ulimwengu unatumeza hivi, kama dunia inatumeza, na kuna vitu hata hatufanyi utafiti, na ni kwa sababu hatutaki kukaa kwenye neno la Mungu kwenye magoti. Baba atusaidie sana. Na tumebakia na majina ya kuitwa Wakristo, lakini uhalisi wa maisha ambayo tunaishi sio Wakristo. Na imekuwa ni kazi kubwa kuelewa aliyeokoka na ambaye hajaokoka kwa sasa hivi. Kujua kijana aliyeokoka na ambaye hajaokoka unahitaji upate muda kweli kweli. Kwa sababu tumefanana sana na wana wa ulimwengu sana. Tumefanana mno. Ambaye hajaokoka amevaa kimini, na aliyeokoka amevaa nini? Ambaye hajaokoka anatembea na wanawake, na ambaye ameokoka anatembea tena. Ndo wabaya na washindwe kabisa, wanawaangusha watu. Shida neno hamna. Moyoni halipo. Ni tupu. Ni mweupe. Anaga ameenda kazini, lakini akitoka kazini anakwenda nako jua. Alafu anasema ameokoka. Na kwa sababu hushindi naye huwezi jua, lakini light kama angekuwa na neno la Mungu ndani, linamshape, linamtuni, linamlimoti. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Unajua kulikuwa kuna ustaarabu wa watu waliookoka uko kwenye zamani zetu, lakini na una zamani yako. Kulikuwa na ustaarabu wa watu waliookoka. Ndio maana anasema msienende kama watu wa wapi? Wana namna yao. Kuna sisi tuliookoka tuna namna ya kwetu. Yaani hilo liko hivyo. Sasa walokole na wasio kwa walokole wote wanabandika kope. Wote. Lakini kope OG za kwao wanazo, zile natural. Lakini wanatoa zile zote, halafu wanapachika. So tumebaki hatujifunzi neno la Mungu linasemaje. Tunajifunza ulimwengu unasemaje. Halafu tunachukua vya ulimwengu vinakuwa maisha yetu. Kwa mnakaa kwenye foleni mnasubiri kunyolewa kope. Na mtu ambaye hajaokoka. Na we umo. Na sisi wa baba tunaunga mkono kabisa. Umependeza, wewe mjinga kweli kweli. Yaani wewe huyo amependeza huyo kweli. Akili. Yaani ufahamu. Ule ufahamu wa kujua uumbaji wa Mungu ushaondoka. Neno la Mungu hamna. Wana nguo za usiku hao, warokole hao.
wa mataifa wana nguo za usiku za kuendea disco, na nyinyi walokole mna nguo za usiku. Unataka kuzijua? Nenda kwenye harusi zao. So wanajifanya wameokoka, si ndio? Kule ndo utajua kwamba hawa hamna kitu. Na yeye mkono mmoja hamna mkono mwingine. Yani kanguo kamenyuti mwili, utasema kuko nataka kunyolewa manyoya. Yani mwili umebana, yani unaona aibu wewe sasa, lakini yeye hiyo aibu hamna, neno hamna. Na sio kwamba amelazimishwa avae nguo, amechagua mwenyewe, tena kwa gharama kubwa amenunua. Lakini ili mtu alina neno ndani, kwa hiyo linaenda tu. Alafu mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wewe ushindwe. Yesu yupi? Yesu ambaye unatembea uchi? Yesu gani? Wale makahaba wa nje wamesuka nywele mpaka kwenye makalio huku, na mlokole yupo mpaka huku. Kwani si vipo? Okay, umesoma wapi wewe? Hebu tueleze, umesoma wapi? Huna neno la Mungu mipaka huu na unaenda tu. Kama tuko pamoja, mpunga mkono. Watu walioweka neno la Mungu ndani yao hawako hivyo. Hawako hivyo, utashangaa. Yani hawako hivyo hata kidogo, na hawashawishiki. Yani hata kama ungefanya nini. Anaojiuliza wanachinja kuku kwa mdomo, na walokole wanachinja kuku kwa mdomo. Tena amekaa kabisa kwenye wamefeli wewe. Kuna jinsi ya kujipodoa kwa mlokole. Usome Biblia, kamuulize Esther wewe unasoma neno gani? Unasoma wapi? Hiyo Biblia inakuongoza ni ipi? Kasome Esther alikuwa mtu wa namna gani kale kadada. Wakakusanya wakaweka hapo, kaa kwenye dressing table ya kwako hii Esther. Kana neno huku ndani. Kakaenda pale kakaangalia hapa. Je, wewe? Napo tukisachi vingine viko hapo unavyo. Mungu aturehemu sana. Tumekosa adabu ya kawaida kabisa, Sasa mguse uone. We naye mbona mama fulani, mimi tu tusifuatiliane. Sawa, tusifuatiliane. Lakini uko kinyume na neno la Mungu, na ni kwa sababu halimo ndani yako. Kama ungeliweka, litakuongoza jinsi ya kujipamba. Litakuongoza. Pale anasema msijipambe kwa kusuka nywele na vitu gani. Mimi sijui wanafasirije, suka tu. Lakini kuna kusuka kwa kikahaba na hujui. Kwa sababu mitindo mingi inatoka kwa watu ambao hawana Mungu, hawana neno. Na kwa sababu hauna neno la Mungu ndani, unakaa unasubiri tu kwenye simu itoke, kesho unayo. Sasa kuna saa tunadharau watu hawa wa dini, tunawaona ni watu tena, unaweza kadhaa hawajaokoka. Lakini kuna vitu ameshika wanakushinda. Najua ni aibu kwa mama kuonyesha masozi. Aibu kwa mwanamke. Hii ni nusu uchi. Lakini hata mwanaume hivyo, hii ni nusu uchi. Lakini unajua, Yesu atusaidie watumishi wa Mungu. Tutaenda tu hivyo. Si tuko kanisani hapa? Tutaenda tu hivyo. Kwa kama unadhani inakutouch, take.
Kwa hiyo kazi ya neno la Mungu ikiwa ndani wa huyo mtu aliyeokoka, anatisha, ana upako, ana mafuta, ana nguvu, ana akili. Yaani fashion zikija, anakaa kwanza, anatulia, anamuuliza Roho Mtakatifu, hivi hiki kinanifaa? Wewe unamuuliza Roho Mtakatifu wewe unamuuliza Roho Mtakatifu kwanza, unaye? Amen. Okay, neno la Mungu likiwa ndani ya mtu akiliweka, humfanya kuchukia dhambi na kuikasirikia. Neno la Mungu likiwa ndani ya mtu ameliweka, huyu mtu huwa anaichukia dhambi na anaikasirikia hiyo dhambi. Hilo neno la Mungu humpa nguvu ya kukataa dhambi. Anaichukia, haleluya, haipendi, lakini hilo neno linampa nguvu ya kuikataa hiyo dhambi, neno likiwa ndani yake. Lakini hilo neno humpa akili ya kujiepusha na dhambi. Neno la Mungu ndilo linamfanya mtu awe na nguvu za kukimbia dhambi. Mwanzo wa 39 mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Huyu bwana mdogo ilo neno huwa tunalisoma kila wakati, nadhani labda ulisoma hata asubuhi hata jana. Kilichofanya atoke kwenye hiyo position mbaya aliyokuwa anaingizwa, hakuwa ufahamu wake wa kawaida. Ni neno la Mungu kalikubali kulishika, kalisoma, likakaa wapi? Ndani. Kakaenda kule kwenye Mithali, kila aziniye na mwanamke hana akili. Kakasema, hivi mimi sina akili kweli? Mimi mbona na akili? Amina. Kaendelea tena, hiyo zina inamletea laana huyo mtu mpaka kizazi chake chote. Kakamwambia, hapana mama, usinitanie, usinichafue. Kanasema, nimtendeje dhambi kubwa namna hii Mungu wangu? Liko neno. Sikiliza, Biblia inasema yule mama alikuwa anazidi kukachochea, anakabembeleza, akakipita huko, anatokea huku, lakini Biblia inasema hakumsikiliza wala hakukubali hata kukaa naye. Yaani neno lishasema, yaani huyo ni hatari, yaani huyo, yaani epuka. Bwana Yesu atusaidie. Kazi ya neno la Mungu likiwa ndani ya mtu linafanya hivyo vitu. Lakini hapo umekaa wewe, jiulize tu, tuko kwenye darasa, jiulize. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Hata yule mama alipojaribu kufanya uvamizi, amina, dogo anachukua nafasi, anasema hapana, hapa nakimbia. Yaani hakuwa anakimbia yeye kama yeye, kuna neno linamwambia ondoka hapo Yusufu, hiyo ni hatari, usikae hapo, utajinajisi, utamkosea Mungu, hiyo ni dhambi. Sema kazi za neno la Mungu ni nyingi sana sana. Amen. Lakini neno la Mungu humfanya mtu, amen, humfanya mtu kustahimili majaribu. Neno la Mungu likiwa ndani ya mtu, likakaa kalifuata, huwa linamfanya huyo mtu astahimili majaribu. Ajarishi ni jaribu la namna ipi. Ajarishi anataka anavyovitaka kwa muda mrefu.